Sitaki kuamini kama ili penzi limekufa. Jamani, sitaki kuamini kama ili penzi limekufa jamani. Ni basi tu mnaweza mkawa labda mna ugomvi. Unajua wapenzi kugombana ndio mapenzi yenyewe. Wivu kidogo unaona mwanamke ananipigania, mwanaume anataka kunipiga, basi huo ndio upendo. Labda uende kawa. Lakini jamani, hapa tu nikisoma hii posti ni ya Ngosha. Aliposti mimi anasema umenifanya niwe mwanaume ambaye niko sasa hivi. Yaani kwamba umenifanya mimi mtu wa maana sana, ninakula kwa muda, lakini pia ninakula vizuri na vitu kama vile. Sasa guys, jamani, kupigana mbele za watu, nyie pia ni binadamu, lakini pia nyie ni mastaa. Muda mwingine kweli kama vile alipokuwa ameandika Ngosha kwamba wivu sio mbaya, lakini unapoharibu kazi basi usiuchekee. Uendekaa labda ndio kilichomfanya Melody atake kuzirusha na mwanaume wake. Lakini hawa jamani wawili wote tunaweza tukasema ni kama 5 stars, kwamba huyu mwanaume ni mrefu, tall, mweusi na kazi zake ndo hizo jamani. Huyu mwanamke ndo huyo sasa anakula maparachichi ya Mbeya. You guys, do you think kwamba wanaweza wakawekwa chungu kimoja wakaiva vizuri bila kuwa na ugomvi? Hatufurahi ugomvi wao, lakini tu kikubwa tuseme kwamba Ngosha anampenda Melody, kwa sababu tuweza kuona, tulipata hadi sisi hapa ugeni kipindi kile cha wapenda nao, kama sikosei, alikuwa ameenda kumpelekea msafara wa mabajaji. Hizo sio bajaji kwamba alikuwa amempa, ni kwamba tu alikuwa amemweka picha yake nyuma, kwamba Melody jamani kaekwa nyuma kwenye mabajaji, jinsi gani anapendwa na mume wake. Lakini ukija ukisukasuka vizuri, kwani usimpe dem bajaji bro? Kwani usimpe bajaji yenyewe? Doubt, hatujafanyaje, lakini ngoja hapa tujaribu kumpigia Ngosha tuone anasemaje Ngosha. Nini kimewagombanisha jamani? Mbona nyewe ni wapenzi? Jamani. Tunampigia Ngosha. Tuweze kujua nini chanzo cha ugomvi barabarani usiku mzito vile jamani. Wivu tu ni kwamba alimfumania vipi? Ngosha ashiki simu. Okay. Tujaribu kumcheki na Melody. Najua sasa hivi simu zitakuwa zinaita sana kwao sababu ya yale ambayo yametokea na yanayosambaa kwenye mtandao wa kijamii. Hizi drama tujaziona muda sana. Lakini ni drama, sio drama ndio mahusiano. Au unasemaje ni? Haya. Hawashiki simu wote. But PMTV2 tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utapata tu kitu gani kilikuwa kimewatenganisha, au kama ni kiki wanakaribia kutoa kazi pia tutajua. Lakini kikubwa ambacho nimekiona kwenye mitandao ya kijamii kwamba mashabiki hawajafurahishwa na hicho kitendo. Most of them they think like watu wanaweza wakaachana wakafanyeje, afu sasa hivi watu kuachana kidogo inakuwa sio mchongo. Kwa hiyo wengi sana wameomba wasiachane, wengi sana wameomba wamalize mambo yao kimya, lakini sio kwamba mastaa wengine wagombani, wanagombana vizuri sana, lakini wanapoenda kugombaniana ni huko kwa sababu ya kufaidisha umma, muda mwingine inakuwa sio mchongo. Mimi ni Teddy Allen, nyuma kamera niko na Nick Toes. Subscribe channel yetu ya PMTV2, lakini pia tu follow kule Instagram kama PMTV2_. Mwisho story ni nyingi sana, interviews ni kibao jamani, kuna vingi. Kuna dili moja limetoka nyuma hapo, Rayvanny alienda kupokelewa, tuweza kusikia vingi, ameweza kumchana Harmonize, lakini tu so hivyo. Jana tumeweza kuona interview ya TID na vitu kama vile, zote zipo kwenye hii page. Cha kufanya ukisubscribe, basi hizo stories zote zinakuja on time kukwambia kwamba jamani, tupo hapa, tumekuja, hebu nenda kaangalie hicho kitu na wewe mwenyewe pia uburudike. Achia comment yako hapo kama umependa hii video, pia you can like it. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Teddy Allen.